Usikose kufuatilia kipindi bora cha PHD, Prophecy, Healing and Deliverance. You had a dream 2 weeks, 2 days ago. Kuna ndoto uliyota siku 2 zimepita. Sio kama nakumbuka. Unakumbuka? Hata tokea mchao kwa lugha. Na tumia microphone. Wachawi wote jina langu na wanijui jina. Leta prophet, Philbert Pasco. Na wapiga. Saga kwa jina la Yesu. Wasageka. Ndani ya kipindi hiki utaona shuhuda za watu mbalimbali wakifunguliwa, wakitabiriwa na kuwekwa huru kwa nguvu za Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Pastor Samuel Christ, Pastor Elizabeth Christ na Pastor Cecilia Christ. Kipindi hiki hurushwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 usiku hapa JN Power TV. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Ni PHD, kipindi chako pendwa kabisa kinachokujia kupitia JN Power TV. Yes, ni PHD na kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa kina kabisa wa ishara, ajabu na miujiza ambayo baba yetu Prophet Philbert Pasco anaifanya kupitia neema Mungu ambayo iko juu yake kupitia madhabahu ya uso wa Bwana. Na mahali hapa siko peke yangu, niko pamoja na Pastor. Pastor, karibu. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Elizabeth Christ. Tupo pamoja kuhakikisha kwamba unapata yale yanayojiri kanisani kwetu katika kipindi cha PHD kinachoenda live katika TV yetu ya JN Power TV. Yes, karibuni sana. Yes, lakini pia hatuko peke yetu, tuko pamoja na Pastor. Pastor, karibu sana. Wow, asante sana. Kwa jina naitwa Cecilia Ivan. Nimeokoka, nampenda Kristo. Ni kijana wa Prophet Philbert Pasco. Tupo hapa kukuletea Prophet Healing and Deliverance anazozifanya mtumishi wa Bwana Prophet Philbert Pasco katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Nipende kukusii, nipende kukualika, kaa kwenye TV yako, usiondoke, waite ndugu jamaa wote tupate hii neema. Karibuni sana. Yes, mpenzi mtazamaji, nipende kukusii usitoke kwenye television yako. Kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, maana siku hii pia tuna full package ya muujiza wako. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la imani. Kwa sisi tunakuletea muujiza hii ili imani yako ikue. Utakaposikia na kuona, imani yako itakuwa na kuongezeka. Kwa hatuko peke yetu mahali hapa, tupo na uwepo wa Roho Mtakatifu. Yes, moja kwa moja tunakuletea muujiza mkubwa kabisa. Mimi huu muujiza, pastor zangu na uita ni prophetic wisdom. Huu muujiza ni hatari sana. Wajua? Unaweza kaa mtumishi wa Mungu una upako. Unaweza kaa mtumishi wa Mungu ni nabii. Unaweza kaa ni apostle. Unaweza kaa mtumishi wa Mungu una everything. Ukitembea watu wanaanguka mapepo. Unaweza kaa mtumishi wa Mungu ambaye you are brand, wamekubrand, unajulikana, lakini ukakosa hekima. Ukikosa hekima, huduma yako ni bure. Ni ngumu sana. Kwenye Biblia yuko mtu mmoja anaitwa Suleiman. Biblia inasema Mungu akamtokea. Mungu alipomtokea akamwambia, omba lolote utakalo nitakupa. Imagine Suleiman alikuwa na uwezo wa kuomba maadui wa baba yake Daudi wafe ili atawale taifa la Israeli. Alikuwa na uwezo wa kuomba fedha. Ndio. Alikuwa, na mimi nisiwe muongo jamani. Yaani Mungu angeniuliza kwa wakati huu, ni baba naomba unipe fedha. Lakini kuna kitu kinaitwa hekima. Suleiman akasema, kwa kuwa umemfanyia fadhili baba yangu Daudi, ninakusii Mungu wa baba yangu Daudi, ukanipe moyo wa hekima na moyo wa adili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba moyo wa hekima na adili, haujaomba fedha wala maadui wa baba zako. Mungu akamwambia hivi, hekima nimekupa, lakini nitakupa na utajiri zaidi yako hakuna mtu, na kabla yako hakuna mtu. Kwa sababu ya kitu kinachoitwa nini?
hekima. Sasa hiki kitu tunachoenda kujadili hapa, huu muujiza mimi naita prophetic wisdom. Ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ilikuwa ni katika ibada zetu za PhD, Prophets Healings and Deliverance, Kinyerezi madukani. Ni kila Jumanne kuanzia saa 7 mahali hapa mtumishi wa Mungu huwa anaonana na mtu mmoja mmoja. Wakati ibada inaendelea, akawa ameingia, ni kijana ile, ameingia amekaa very desperate, ana mawazo, anaonekana kuna vitu vinamsumbua. Unajua mwanaume alafu amenyongonyea, sisi hatukujua ni nini, lakini Mungu alijua. Kwa ameingia kwenye ile ibada, amekaa kwenye kiti, anasikiliza neno lilokuwa linatolewa mahali hapa. Wakati mtumishi wa Mungu anaendelea kuhubiri, akamuona, akamsimamisha. Alipomsimamisha, akaanza kumtabiria. Kwa wakati yule ni kijana amekaa, prophet alikuwa hapa madhabahuni, alikuwa amekaa, akamsimamisha. Alipomsimamisha, akamuuliza mke wako yuko wapi? Akamuuliza mke wako yuko wapi? The man was very desperate. Alikuwa na uchungu, ana huzuni, lakini sisi kama kanisa tulikuwa tujui ni huzuni ya nini, lakini Mungu tayari alikuwa ameshajua ni huzuni ya nini. The man akasimama. Aliposimama akasema, mke wangu amenikimbia. Mke wangu, unaweza ukafikiria upo kwenye mahusiano ya ndoa, sio mahusiano ya uchumba, ndoa kabisa. Umemzalia mwanaume watoto, alafu ghafla mwanaume huyu anakukimbia, unabaki na watoto 3, 4, 5 bila sababu ya msingi. Ni maumivu ya namna gani unaweza ukayabeba kwa wakati huo? Yani sijui nisemeje, ni wale labda mimi bado sijaolewa, kwa hiyo ninaamini yule mtu ambaye ameshapata ndoa, ninaamini hapa kuna kitu atatuelewa. Kuna kitu wewe ndugu mtazamaji unayetutazama, ninaamini nyinyi ambao mna experience, baba anasemaga mwenye experience kidogo kunizidi mimi, ninaamini unanielewa. Ni kwa hali ya kawaida tu, inaumiza. Kuachika, umewahi kuachika kwenye mahusiano? Maumivu, ulishawahi kuachika? Maumivu ya kuachika tu kwenye mahusiano, ukiwa tu kwenye mahusiano, jinsi yale maumivu unayopitia. Sasa fikiria umeshaingia kwenye ndoa, kwenye agano, umezaa na watoto, alafu unaona ndoa yako imevunjika, imeseparate. Ni kitu ambacho kinaumiza sana, inahuzunisha sana. Afu sasa ukiangalia, yani mbaya zaidi, una watoto, kuna yule mtoto mdogo anakutazama, kuna mmoja anakuhitaji. Sasa mimi sijajua kwa mwanaume, inakuwa ni ngumu sana. Alafu kumbuka kwamba wewe ndo baba, mke wako amekukimbia, unatakiwa sasa uwapikie watoto chakula, uogeshe watoto, si ndio? Uhakikishe wamelala, yani wewe uchukue majukumu yote aliyokuwa anafanya mama, uyafanye wewe kama baba, na wewe uwe kama baba. Nakumbuka siku hiyo, inaumiza sana. Mimi mwenyewe machozi yalinitoka. My God. Baba the time anamuuliza Mr. Where is your wife? Mke wako yuko wapi? Alijibu kwa huzuni, ameondoka. Ameondoka, ameniachia watoto 5. Mtoto mdogo ana miaka 3. Just imagine, mwanaume anaachiwa watoto 5 na mtoto mdogo ana miaka 3 na ni binti, ni mtoto wa kike. Mwanaume wa miaka 40 unaachiwa mtoto wa miaka 3 wa kike. Mtoto wa miaka 3. Mpenzi mtazamaji, unayetufuatilia kokote pale ulipo, unaweza ukatutumia message kupitia namba ya simu 0717 51 58 80. Unaweza ukatutumia message hali kama hiyo
ukiipitia wewe kama baba, wewe kama mama, mwenza wako anakukimbia, unabaki na watoto 5, hata mmoja tu baki naye, umlee wewe, uangalie wewe. Hebu niambie unajisikiaje? Kaka Sam. Na Eliza. Hapa kuna kitu nimejiuliza sana. Kumbe sio wanawake tu wanaoachiwa watoto. Na wanaume pia siku hizo wanaachi. Nimejiuliza sana. Kumbe sio mama tu anayetelekezwa. Kumbe hata baba ni waga wanatelekezwa watoto. Yeah, prophetic. 50-50. Hapa ndo kuna kitu nataka leo tutende kiangalie. Kitu kinaitwa prophetic wisdom. Unajua mtumishi wa Mungu, na hii naomba niwashauri hata wapenzi watazamaji. Sehemu ambayo upo, muangalie mtumishi wa Mungu huyo ambako naabudu. Je, ana hekima? Ana hekima? Kwa sababu kinachoponya kuna sehemu moja nilisoma inasema wisdom stands before prophecy. Hekima inasimama kabla ya unabii. Ni kweli unaweza ukatoa unabii, lakini hekima unayo. Tunahitaji kuongozwa na hekima hata kabla ya huo unabii. So fikiria kisa cha huyu baba ambacho tunaenda kukielezea muda sio mrefu. Baba mwenye watoto 5 anakimbiwa na mke wake. Mke wake anakimbiwa, anasema eti anaenda kutumika madhabahuni. My God. Kaka Sam, chanzo cha mwanamke kumwachia watoto mwanamume. Chanzo. Yes. Hakuondoka tu. Hakuamka tu. Hakukerwa. Hakuuzi. Wala hakusalitiwa. Kuna chanzo. Ndio. Kilitokea ambavyo yule baba akajikuta amebaki na watoto 5. Hebu dada Eliza, hebu tuelezee iko chanzo. Yaani chanzo kilichofanya mwanamke kumwachia mwanaume watoto 5 na kuondoka kwenye ndoa yake, kwenye nyumba yake, ni anadai kwamba anaenda kutumika madhabahuni. Swali langu ni je, Mungu ni Mungu? Yaani kwanza kuna neno linasema kwanza ibada njema inaanzia nyumbani. Je, ni Mungu gani ambaye unaweza kwenda kumtumikia madhabahuni? Angali familia yako kule watoto wanalia, wanateseka, hawana malezi ya mama. Mimi najifunza sana kwa baba yangu Prophet Philbert. Mimi ni baba yangu wa kiroho, na wewe ni babako wa kiroho, na wewe ni babako wa kiroho. Kama miongoni mwetu hapa ninyi mtakuwa ni mashahidi. Baba yetu Prophet, wewe unapokuwa na changamoto, baba yetu huwa hakubali upitie katika hiyo changamoto. Atajitoa kwako kwa gharama yoyote ili akutoe. Sisi tunapopona ndipo na wale wengine tunaowaleta wanapokea. Yaani mimi ninapoenda kumwambia mtu kwamba pale ninapoabudu Mungu yupo anaponya, kwanza nakuwa na ushuhuda kwamba huyo Mungu ameniponya mimi. Sijui kama unanielewa. Yaani wewe ikiwa ni mtumishi wa Mungu, unaposema kwamba unaenda kuponya wengine, kuwafungua wengine, lazima tuone nyumbani kwako kwanza mnaishi maisha ya aina gani. Sasa unakuwaje mtumishi wa Mungu nyumbani kwako wewe na mke wako hamuelewani, watoto hamuelewani, alafu unasema unamtumikia Mungu? Ni Mungu yupi huyo ambaye hana utaratibu? Swali hili pia liliuliza mtumishi wa Mungu baba yetu Prophet Philbert. Unaweza ukaona hata katika hiki kipande ambacho Fire anakuwekea sasa hivi, baba yetu Prophet anauliza pale alikuwa anatoa wisdom. Ndio maana nimesema huu shuhuda ninauita prophetic wisdom. Huu shuhuda baba anauliza kwamba ni Mungu gani huyo ambaye anaweza akamtoa mama kwa mwanaume ambaye amezaa naye watoto 5. Mungu gani huyo katili akakutoa akasema uende kanitumikie madhabahuni? Sio Mungu amemuita. She's not called. Naomba mchukue video vizuri. No. Mama Grace, popote ulipo, God has not called you. It is your familiar spirit imemuita. Yaani roho ya mzimu inakwambia na yaani iko hivi. Njoo. Uwezi ukaitwa na Mungu. Mungu sio jambazi. Mungu njoo kaini. Mlete. Huyu mtoto ana miaka mingapi? 3. Huyu mtoto mdogo, si ndio? Uwezi kuacha mtoto wa miezi 3, miaka 3. Ukasema unamtumikia Yesu. Ipo? Vipi kwako? Kanachia mtoto wa miaka 3. Kanachia mtoto wa miaka 3 na mwezi wa kike. Ninaona huyo mama anaacha a small child like this.
Leo unasema Mungu amekuita. You. God has not called you. Come back to our family. Rudi mama kwenye nyumba yako. Amen. Hakuna Mungu akikuita anakupa direction. Nishaomba hata vijana, ukiona unaenda kuanza huduma kwa sababu kuna fujo kanisani, Mungu hajakuita. Kwa hiyo maana pastor, Mungu hajakuita, umeitwa na shetani. Mungu ni wa amani. Yes. Utakuwa kwa mchungaji utamwaga mchungaji, Mungu ameniita kwa amani kabisa. You are called now. Uwezi kuiba tofali za mtu kujenga nyumba yako ukisema Mungu ameniita. Yeye unaiba washika wa watu, unaenda kufua huduma. Mungu hajakuita, wewe ni jambazi kama jambazi wengine, unatafuta chakula. Amen. Ila Mungu akikuita utakuwa mstaarabu, utakuwa na adabu, hata kwa mama wa kiroho, hata kwa baba wa kiroho utanyenyekea. Wewe Mungu amekuita. Lakini unagombana na babako aliyekufundisha kutoa pepo. Sasa Mungu amekuita, wewe ni jini kama jini mengine. Ni Mungu ana utaratibu. Amen. Huyo Mungu atakuwa Mungu mkatili. Atakuwa Mungu katili ambao unaweza kusema ni mchungaji, uachie baba mtoto wa jinsi hii, lika hii. Unasema ndio kuhubiri injili ipi? Kanisa uanzia nyumbani. Anasema inamstahili askofu awe ni mume wa mke mmoja, alee watoto wako ustaarabu. Siwezi kukuhudumia mimi wakati watoto wangu nyumbani hawana adabu. Haipo. Are you getting? Lakini swali la msingi, wewe ni mtumishi gani wa Mungu ambaye unasema unaongozwa na Mungu lakini ni katili kiasi hiki ukakubali watoto waangamie? Mtoto wa miaka 3 analea mwanaume wa miaka 40. Is it possible? Hivi kweli is it possible? Inawezekanaje? Sisi nyinyi watumishi wa Mungu ambao mnashinda makanisani mnasema Mungu amewaita, Mungu amewaita. Ni kweli Mungu amekuita ukamwacha mke wako, ukamwacha mume wako, ukadharau wazazi wako waliokuzaa? Ni kweli Mungu amekuita? Ni kweli Mungu amekuita ukaona ukamkimbia hata na familia yako na watoto wako? Ni kweli Mungu amekuita? Ni kweli Mungu amekuita watoto wako analala njaa nyumbani, hawana hata chakula? Mke wako analala njaa, hana chakula, unampiga. Mke wako anakuja kwenye ibada amevimba kwa sababu jana usiku umempiga makofi. Ni kweli Mungu amekuita? We need wisdom. Yes. Kwanza sidhani kama Mungu ni wa hivyo. Kwa sababu Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Na kama Mungu ni pendo, ni lazima pia wanaomtumikia wawe na huo upendo. It means wewe umekosa upendo na familia yako, ndio maana umeweza kuitelekeza. Kweli. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo ni lazima kwanza uwe na upendo kwa familia yako, uweze kuilea, uweze kuikumbatia, ili hata ukienda kutumika huko madhabahuni uweze kuwakumbatia wale wa kanisani. Tumeelewana? Kwa hiyo hiyo ni weakness, kwamba kama umeshindwa kukumbatia familia ya watu 5, utaweza kukumbatia kanisa la watu 100. My God. Nataka leo mpenzi mtazamaji unaotufuatilia kupitia kipindi hichi cha PhD uione hekima hii ambayo ipo juu ya baba yetu Prophet Philbert Christ. Hii ni hekima ya ajabu. This is another dimension of prophetic. Kumbuka huyu dada anaitwa Gracie. Amemkimbia mume wake, ameenda kutumika madhabahuni, na yeye yuko chini ya nabii. Hatutamtaja jina lake. Anatumika, yuko chini ya nabii, na baba yetu sisi ni nabii. Lakini wakati yule dada anatumika kule, watoto wake na mume wake wanapitia maisha magumu, wanapitia changamoto. Mtumishi wa Mungu anamwambia mume wake hapa alipofika madhabahuni kwamba see this, mke wako hajaitwa na Mungu. Hey! Very open. Mke wako hajaitwa na Mungu. My God. Yuko chini ya nabii huko aliko anatumika. Mtumishi wa Mungu kwa hekima ya Mungu anamwambia hajaitwa na Mungu. Kumbuka huko alikuwa anaomba. Anafunga. Ananena kwa lugha. Anapaka sabuni ya upako. Anakula keki ya upako. Anaomba, anaombea mpaka watu. Anaombea mpaka watu. Lakini watu wa kule walikuwa hawajui kama huyu mwanamke amekimbia familia. Watu walikuwa hawajui. Kama kuna mtoto wa miaka 3 wa kike ameachwa na babake anamvua pampers yenye kinyesi. Watu kule hawajui. Watu walikuwa hawajui kama yule mwanaume
anapika chakula kwa ajili ya watoto wake. Watu kula wajui. Watu walikuwa wanasema, wanamuona yule mwanamke anasema ana huduma, akisimama ananena kwa lugha, lakini kumbe sio Mungu. Biblia inasema sio kila roho inayoongea ni roho ya Mungu. Zitambueni roho ambazo ziko juu ya watumishi. We need to identify this. Na ndio maana nimesema huu ni ushuhuda na uita prophetic wisdom testimony. Sasa yule mama Grace yupo huko anakotumika, ananena kwa lugha, anaomba, anawekea watu mikono, kumbe huko ana mtoto wa miaka 3. Anajinyia kwenye pampers. Mwanaume wa miaka 40, mume wake alifunga naye ndoa, anamwacha analea familia. Dada Sesi, vaa kiatu hiki. Sasa usivae, chukulia sasa wewe ndo mwanamke, mwanaume anakukimbia anasema anaenda kufanya huduma. Hivi huyu Mungu ungemchukuliaje? Na ndio maana kuna watu katika jamii wanawachukulia watu waliokoka kama ni watu mapunguani, kama watu waliochanganyikiwa. Kumbe kuna roho zinavyo drive za watu waweze kutumika tofauti, ili mradi tu kuvuruga taratibu wa Mungu. Mimi kaka Sam na dada Eliza, mimi hapo kama kweli aliitwa na Mungu, mimi kwa nini asingeichukua familia yake, watoto wake na mume wake? Kwa nini wakaenda kutumika wote? Kwa nini wasije yani, kwa nini asingewachukua wale watoto? Asingemchukua mume wake wote? Hicho ni kitu cha kujiuliza sana. Kwa nini hakumchukua mume wake, hakumchukua na watoto wake? Ndio maana hapo ulisema tuzitambue roho zilizokuwa juu ya watumishi wetu. Unaona? Kujua hicho kitu ambacho kipo juu ya mtumishi ambaye uko chini ya madhabahu yake ni kitu kimoja muhimu sana. Nakumbuka dada Sisi unavyodai kwamba kwa nini hakumchukua mume wake na watoto wake wakatumike pamoja. Mume wake kuna neno alitamka akasema kwamba yeye mke wake aliambiwa ana roho ya Hana. My God. Unajua roho ya Hana ni roho gani? Mpana. Kwamba anatakiwa akae madhabahuni. Yani ndugu mtazamaji, amtumikie Mungu madhabahuni. Dada Eliza, kuna yule dada pale, kuna kaka pale. Yupo kama mimi. Hebu tueleweshe dada Eliza. Kwamba yani kwa the way ninavyoelewa mimi, kutumika madhabahuni kwamba anakuwa analala hapo hapo madhabahuni, anakula hapo hapo madhabahuni, hebu tueleweshe, yani hiyo roho ya Hana inabidi akae madhabahuni, yani yeye ndo anakaa kwenye kiti juu ya madhabahu au anakaa wapi? Hebu tueleweshe dada Eliza. Yani mimi ninavyoelewa, mtu mwenye roho ya Hana, yani anavyodai anatakuwa akae madhabahuni. Yani yeye maisha yake yawe ya kanisani all the time, anakuwa ni mtu wa kanisani, yani kuangalia madhabahu na vitu vingine kama hivyo yani. My God. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa kwanza, Pastor Rabi tunaomba utuwekee huo mstari ili wapenzi watazamaji wote wasome. Biblia inasema wapenzi, msiamini kila roho, bali zipimeni roho kama zinatoka kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Huyu ni waraka wa Yohana. Mungu mwenyewe anasema zipimeni roho. So kila roho natakiwa kuiamini. Sasa yule mama mchungaji wake, nabii wake akamwambia hivi, wewe una roho ya Hana. Hana kwenye Biblia alikuwa ni nani? Hana kwenye Biblia alikuwa ni mwanamke, mke wa Elikana, mamake na Samueli. Yule mwanamke alikuwa ni tasa. Baadaye akaja akampata mtoto anaitwa Samueli kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alipompata yule mtoto, yule Hana akaenda akamtoa Samueli madhabahuni. Samueli akakuwa madhabahuni. Sasa yule nabii sijajua aliongozwa na roho gani, akamwambia yule mwanamke kwamba yeye ana roho ya Hana, kwamba Hana kwa kuwa yeye alikuwa Samuel alikaa madhabahuni, sasa Hana anatakiwa akae madhabahuni badala ya Samueli. Sijui unanielewa wapenzi watazamaji. Tunaongea ili kwa umakini sana ili uweze kuelewa na wewe uanze kupambanua hizo roho unazozisikia kama ni za watumishi wa Mungu. Yule mama akaamini kwamba yeye kweli ana roho ya Hana. Kumbuka kwamba Biblia inasema wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Hakuna roho ya Hana, hakuna roho ya Samueli, hakuna roho ya Ibrahimu, kuna roho wa Mungu. Sio, unanielewa vizuri? Wanaongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Lakini akainuka nabii akasema wewe una roho ya Hana. Yule mama akaama
kutoka nyumbani akaenda kukaa wapi? Madhabahuni. Kaiacha familia, watoto. Yeah. Mume. Yeah. Akawacha wanahangaika. Sasa kilichotokea ni nini? Kukatokea contradiction, spiritual contradiction, kukatokea spiritual confusion. Yule mama akawa confused katika ulimwengu wa roho. Mama akiamini kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, ana roho Hana. Mtumishi wake anamwaminisha kwamba yeye ana roho Mungu, ananena kwa lugha. Lakini yule baba alipofika hapa madhabahuni, for the first time niliona hekima ya ajabu sana. Chanzo cha tatizo. Prophet akaongea straight akasema, wewe mama hauna roho wa Mungu. Wewe una roho ya familia. Ndio inayokutafuta family spirit. Na watu kama hao ukija kumwangalia huyo dada, alikuwa ni kweli ni the pastor. Ni kweli ana roho wa Mungu, ni kweli, ila shida hizo roho za familia. Unaona? Yaani roho ya familia ikishajua kwamba wewe ulitakiwa uwe mtu mkubwa, wewe yani lazima zinatusumbua. Hii roho ya familia yani haiji vivi. Labda roho ya familia ni nini? Tukiongea kwa wapenzi watazamaji ili waweze kutolewa vizuri. Roho ya familia ni zile roho ambazo zimeshafanya maagano na mababu ambazo zinafuatilia kizazi hata baada ya kizazi. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Maombolezo, Biblia inasema baba zetu, mama zetu walikutenda dhambi, wao hawapo, sisi leo tumebeba uovu wao. Ni kweli. Ule sisi kubeba uovu wao ndio roho zenyewe za familia. Sasa huyu mama, na tunaenda very straight. Huyu mama hata alipokuja mahali hapa, tutakwekeko kipande. Prophet alipomwona, wakati huo prophet hajajua kama ndo yeye, akaagiza maji na glasi. Ilipokuja yale maji yalikuwa masafi, akaagiza mchanga. Alipoagiza mchanga, prophet akachukua mchanga akadumbukiza kwenye maji, akamwambia mama, naona hii hali kwako. Wakati hajadumbukiza ile mchanga, alimwambia huyu mama alikuwa mtu mmoja safi sana. Alikuwa mtu unampenda Mungu, alikuwa mtu safi, lakini ndani ya haya maji masafi, haya maji masafi, akachukua mchanga kikawekwa giza. Unaona? Matope, uchafu. Ndio ile roho ambayo mpaka ilomfanya akaacha familia yake. Aliona familia haifai, yani kuna roho chafu aliwekwa ya Hana. My God. Hiyo yeye alisema ni roho ya Hana. Who's Grace here? When Grace? Nawe Grace? Wow. Nawe Grace? Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Amen. Mungu anataka kuokoa maisha yako. Unafahamu Moshi? Ndipo kwetu. Ndio kwetu. Nilizaliwa, yes. Ndio, Ndipo nilipozaliwa. Ndio kuzaliwa Moshi. Yes. Amen. Nyumbani kwenu? Ndio. Ulikuwa umezaliwa binti pekee mwenye neema. Mwaka 83 nani alizaliwa kwenu? 84. Mimi hapa. Ni wewe hapo. Tarehe 9 mwezi wa 12 84. 84, yes. Exactly. Amen. Prophecy itokea mwaka 83 November for you to be born. Kuna nguvu ya giza na uchawi na rana ya kwenda kusumbua. Yes. Amen. Umeolewa? Umeolewa lakini kwa tumetengana. Mko umetengana. Ninaomba glass. Niwekee maji. Ninaona glasi ina maji meupe. Yes. Hayo maji meupe yanaingia udongo. Sahi. Amen. I see a grass. Ninaona unazaliwa hivi. Ukiwa white, ukiwa msafi, listen woman of God. Naomba niseme kama my goodness. Naona sikielewi. Okay, ninaona huyu mama is in this way. Yuko hivi kama maji. Then ghafla kama sogea hapa. Inatokea tope inaingia hivi. Anakuwa hivi. So this is the life she's living until now. Amen. Then a contradiction ya mapepo ndani ya mama. Yanajifanya is like, are you getting? Is how your life is. Mashoka na hivi. Is how your life. Lakini ilikuwa ni family spirit. Sasa family spirit inadili na nini?
Hapo mimi nina swali kidogo. Sasa utatambua vipi kwamba hii ni family spirit au hii ni Roho Mtakatifu, kwamba mimi natakiwa nifanye hivi ni family spirit na inanisukuma nifanye hivi, au nataka nifanye hivi ni Roho Mtakatifu anataka nifanye hivi? Utawezaje kutofautisha hivi vitu viwili? Swali zuri sana. Yes, zuri sana. Family spirit ni hivi. Jiangalie wewe, piga picha maisha ambayo wewe unaishi. Kama wewe unasumbuliwa na utasa. Yes. Kama wewe unasumbuliwa na umaskini. Ulevi. Kama wewe unasumbuliwa na ulevi. Yes. Unasumbuliwa na roho za uzinzi. Yes. Piga picha kwenye familia yako. Unavuta sana sigara, bangi. Piga picha kwenye familia yako. Lazima alishakuwepo aidha babu yako, aidha bibi yako, shangazi, mjomba ambaye alishawahi kupitia tatizo kama hilo. Okay. Ukiangalia Sara, Yes. alikuwa tasa. Yes. Sara, Yes. alikuwa tasa mpaka pale Mungu alipoingilia. Yeah. Mke wake Isaka, mtoto wa Ibrahim, Rebeka, alipitia changamoto ile kama alopitia mama yake. Ni kweli. Sara. Yes. Ile ilikuwa ni family spirit. Ni mbaya sana. Sijui kama unanielewa vizuri. Ile ilikuwa ni family spirit. Ukiangalia maisha ambayo alipitia Yakobo, Ibrahim kuna wakati ulifika akakimbilia Misri, akajificha kule kwa Farao. Baadaye akarudi. Aliporudi kule alifukuzwa na Farao, akasema hapana, wewe rudi. Uzao wote wa Ibrahim una historia ya kwenda Misri na kuondoka Misri. Roho ile iliyotembea kwa Ibrahim imetembea kwa uzao wake wote. Ile ni family spirit. Na hii kaka Ile ni family spirit. Na dada Eliza, hii ipo sana kwenye maisha ya binadamu, hata sisi wenyewe hapa. Hizi law za familia zipo. Sio tu kwa huyo dada ambaye tunamzungumzia, dada Grace, hapana. Zipo hata makanisa, makanisani, mitaani. Ukija kwenye makanisa, hizo roho za familia ni zipo. Unamkuta mtu anaomba, anafunga, anasali, lakini bado ana kale kaumbea. Kale kaumbea ana katabia ka uchonganishi. Utamkuta mtu analia madhabahuni. Analia kabisa, analia, lakini ana ile tabia ambayo yani unaona huyu ameokoka kweli. Mbona nyenendo zake ni hizi? Unaona? Yaani kuna roho inakuvuta. Kwamba kaka Sam wa kwetu wa Yesu. Yaani kuna roho inakuvuta. Yaani unajikuta wewe yani ni kuna mtu mwingine hapa kanisani. Mtu mwingine ameoa. Lakini amekuja na mke wake vizuri. Ila yani kupiga tu jicho ile kumwona Sisi anaimba praise. Wow. Kuna mwingine yani kuna mtu mwingine la mwimbaji. Yani yule akigeuka nyuma hivi akimwona mpiga drums anasema oh my god. Unaona? Lakini yani sio yeye pale. Yani ni kuna zile roho za familia ambazo zinatusumbua makanisani, mitaani, vijijini kwetu tulipozaliwa. Hizi roho za familia huwa zinafunga sana. Na unakuta hauzai. Hebu angalia shangazi yako alizaa. Unaona? Unakuta mimi ni maskini. Huko nyumbani kwenu nani alishie kujenga gorofa? Akajenga gorofa. Ni kitu ambacho kinatusumbua. Kwa hiyo tusipoelewa hizi, unaweza kusema kwa nini ninapitia magumu? Hapana. Bado hujajua ni roho gani iliyo juu yako. Ni roho ya familia ipi? Aidha ni uzinzi, ni umbea, masengenyo, ongeaji, mtoto mwingine yani ni anajilas. Sio kwamba umemkosea, hapana. Ni from nowhere lazima nisimpendi Sam. Hapana. Sio wewe, yani sio wewe. Kuna roho yani kwamba kuna mzimu yani si jamani, yani Sam akiwa anaomba mimi ananikwaza. Hapana. Yani ni kuna kitu ambacho kipo ndani yako. Yes. Kwa yani kama tusipopambana haiwezi kutoka kizembe hivi. Umeelezea vizuri sana kuhusiana na family spirit. Sasa mimi niko hapa najiuliza swali moja. Kwa mfano mimi nipo kanisani, ni mwaminifu, nafunga, naomba, lakini bado hizo tabia za asili hazijaniachia. Sasa nitafanya nini ili niweze kuepukana na hizo tabia za asili? Nitafanya nini ili niweze kuepukana na tabia za asili? Kaka Sam, kuna mwingine pale, ndugu mtazamaji, yule pale anatusikiliza, anatutazama saa hii, anajiona kabisa yumo mule
Hebu kaka Sam, hebu mpe darasa, muelezee hiyo roho ya familia inayomtesa, inayomsumbua ambavyo hajui apitie wapi. Ni mgeni anatutazama. Nina imani uko dada, nina imani upo kaka hapo, unatutazama sisi vijana hapa tunavyoongea. Yes. Namna gani unaweza ukatoka kwenye roho za familia? Sehemu pekee unayoweza kutoka kwenye roho ya familia, kwanza ni kuwa na maarifa. Ujue kwamba tatizo hili, yani ukishajua tu kwamba tatizo hili lilishakuepo kwenye tangu kwenye shina, limekuepo na kuepo na kuepo, ukajua kumbe hili sio la kwangu peke yangu. Ukishajua tu kwamba hiyo ni roho ya familia, hilo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima uwe na hekima ya kujua wapi nitakapokombolewa. Mimi Samueli nasema hivi, chini ya neema ya babangu Nabii Philbert Christ, yeye aliyetupa sisi mafundisho haya mpaka leo tunawaambia wapenzi watazamaji wetu pale. Haya maarifa ambayo baba yetu prophet ametufundisha mpaka leo tunaongea mbele yako. Huyu mtumishi wa Mungu, huyu baba yetu prophet ana uwezo wa kukufanya wewe mpenzi mtazamaji unayesumbuliwa na roho za familia ukatoka katika hizo roho za familia. Tunao mifano wa vitabu mbalimbali ambavyo ameviandika vingi, ameelezea juu ya roho za familia. Hivi ni miongoni mwao. Ukisoma hiki kitabu cha Nguvu ya Dhambi, Kuzaliwa na Wokovu, humu ndani ameelezea kinaga ubaga sana juu ya roho za familia na namna ya kutoka. Wokovu una maana gani kwa mtu anayetaka kutoka katika roho za familia? Kuzaliwa mara ya pili kuna nguvu kiasi gani ya kutoka katika roho za familia? Kubatizwa kwa maji mengi kuna faida gani? Haya yote yapo ndani ya hiki kitabu, na ndio maana nimesema vitabu hivi ambavyo vimeandikwa na mtumishi wa Mungu baba yetu Prophet Philbert vimebeba majibu yako. Wewe mpenzi mtazamaji ambao uko mkoani, ambao utatamani, unaona kabisa kuna tatizo limenisumbua kwa muda mrefu na ninatamani kutoka, basi ukisoma vitabu hivi, Nguvu ya Dhambi, Kuzaliwa na Wokovu, Mungu atakufungua. Ukisoma kitabu cha maombi yenye nguvu ya mpenyo, maombi yenye nguvu yenye mpenyo. Hiki kitabu kaka Sam kina maombi mengi sana. Mwongozo. Kina mwongozo, kina maombi mengi sana. Hata mimi nimeshakisoma na ninacho. Nipende kukusii tu wewe ndugu mtazamaji unayetusikiliza hapa, hichi kitabu kina maombi ya kuvunja laana. Kuna dhidi ya vita, maadui, umaskini, kinaelezea kabisa. Na haya maombi mimi kuna siku nilikuwa, yani moyoni mwangu nilikuwa kama sina amani. Hii ni sure kabisa. Nilikuwa sina amani. Sasa nimelala nikasema, ni nini yani nimelala lakini naona nyumba kama kubwa hivi, nikasema hapana. Nikaswitch kitabu. Hichi kitabu nikaenda kuomba kwamba kutoa ile hofu. Huwezi amini. Niliomba, nililala kama mtoto. Hichi kitabu, yani niliomba ombi moja tu, ombi la kuombea ile roho ya hofu. Niliomba, nilikataa. Yani hichi kitabu kinaongoza vizuri. Niliomba, nililala kama mtoto. Kwa hiyo nipende kukusii tu wewe ndugu mtazamaji, hivi vitabu vinapatikana katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Hiki kitabu tu hiki pekee ukikisoma kwa uaminifu, ombi lako moja, ukisema nakataa umaskini, ombi lako moja kila siku asubuhi na labda dada Sesi, wapenzi watazamaji lazima elewe kwamba umaskini ni roho. Ni roho. Utajiri ni roho. Ni roho. Utajiri ni roho, na umaskini ni roho. Sasa tunapozungumzia roho za familia, huenda familia uliozaliwa wewe kuna roho fulani, aidha ya umaskini au ya utajiri. Kwa wewe jipime kwenye mizani. Kama unaona una hiyo roho na unataka kutoka, kitabu hiki ni kizuri sana, kinafariji, kinakomboa, kizuri sana. Hivi vitabu ameandika baba yetu Prophet Philbert Pasco, ana karama ya uandishi. Kitabu ni kizuri, kitabu kinakuondoa hapo ulipo. Ukisoma hiyo roho ya umaskini, ukisoma mimi leo ninavunja umaskini, lazima utakuachia. Lazima utakuachia kaka Sam, lazima. Hichi kitabu ni kizuri sana. Ukija kwenye hiki kitabu, utakaposoma kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho kabisa huku, kuanzia sura ya 23
utaona kuna sifa za kupata utambulisho wa ufalme wa Mungu. Kuanzia sura ya 23. Huku kote unakoenda kusoma ni unajitoa katika maagano ya roho za familia ambazo zimetutesa. Na ukifika mpaka sura ya 27, sura 26, huku nyuma kabisa kuna sehemu anasema sasa jiungamanisha hapo kwa kukiri kwa uhakika ya kwamba hapa ukiri haya maombi ambayo yameandikwa katika hiki kitabu, kwa kadiri utakavyokuwa unakiri ndivyo Mungu anavyozidi kukutoa. Yes. Hauhitaji kuwekewa mkono. Yes. Hauhitaji kupewa mafuta upako. Hauhitaji sijui kufanyaje. Unahitaji maarifa ambayo yapo kwenye hiki kitabu. Haya ni maarifa makubwa ambayo natamani mpenzi unayetufuatilia wa Tanzania, watu wa bara la Afrika, Asia, Marekani, wewe ambao unatufuatilia, ambao unaona kuna jambo limeshindikana kabisa linatokana na roho ya familia, tafuta kitabu chako hiki, utakipata sehemu yote ulipo, utatumiwa na Mungu atakuhudumia. Kwa wewe ambao uko mkoani, unaweza ukapiga simu namba hii hapa 0717 51 58 80. Fanya mawasiliano namba ya simu na utatumiwa.